Moja ya sababu za kwa nini watu hupenda kujipaka vipodozi ni kuondoa chunusi na hata makunyanzi usoni ili waonekane na sura za kuvutia. Wataalamu wa urembo hata hivyo wameanza kushughulika kutengeneza mafuta ambayo yanasemekana kuifanya ngozi kubaki changa kwa muda mrefu. Mafuta haya yanasemekana kutengenezwa kutumia matunda yenye manufaa kwa ngozi ya mwili. Ngozi yetu kawaida ni acidic. Na products nyingi huku nje zinatumia basic ingredients. So zikikuja utumie kwa skin yako, hata kama ulinunua bei ghali, inaharibu uso wako. So in Nimiu waliamua kubalance the acids. Yeah, we have glycolic acid, we have lactic acid, and we have citric acid. Both from plant milk and sugar. So kubalance hizo acid ndio inafanya by the time unaekelea kwa uso, inasaidia, ina boost uso wako kufanya kazi vyema na kukupatia that clean refined skin that everyone wishes to have. Mafuta haya yanafaa kupakwa usoni kutokana na jinsi yalivyotengenezwa. Kuna mafuta ya usiku pekee na mafuta ya mchana, na vile vile kuna mafuta maalum ya kuondoa makunyanzi ambayo hutokea kando kando ya macho na kwenye bapa la uso. Inakupatia confidence, inakupatia status, inakufanya unafurahia. Yes, miaka yako inaonesha umezeeka. Ni mzuri kuwa na ngozi laini. Lifestyle, life story na environmental factors utapata 2 kwa 3 ni about us, our environment, how bad we take care of our skin, yeah, na pia lifestyle pia ni kuhusu mimi binafsi, vile ambavyo inafanya kuchangia kuharibu uso yangu. Kwa hivyo sasa unaona, moja kati ya 3 kwa zile nilisema that is the one that is natural. First of all, cleanse. Mafuta haya hupakwa kwenye uso ulio safi. Anaitumia mafuta haya anafaa kusafisha uso wake kwa sabuni. Sabuni ya uso inastahili kuwa laini kwa uso na si sabuni za vipande ambazo watu wengi wamezoea kutumia. Mara nyingi tunasikia hata kwa YouTube ama Instagram unapata mtu anasema vile ametumia limau akamask nayo. That is harming the skin. It will not show right now, but it will show later. It will block, it is harsh. Unapata anakwambia ngozi yako itakauka. Kawaida ngozi ya mtoto inakaukanga? Hapana, mtoto wako afanyangi. Kwa sababu naturally our skin should not feel that. So Nimiu uses lactic acid in a balanced way. Kuna kitu tunaita buffering, whereby they use a basic salt to equalize the acid, yeah, so that when it goes to the skin, the acid balances with your natural acid that is produced into your skin. It's just like a gel. Baada ya uso kuoshwa na kukaushwa, mafuta haya huanza kupakwa. Unafaa kufunga macho kuepuka mafuta kuingia machoni. Kwa hii process lazima alert client atasikia a tingling sensation. The pores are just getting charged up. Kisha mafuta haya mengine pia hupakwa usoni. Uso hukandwa taratibu. Tulilaunch kutarget 45 years and above. Hao ni watu ambao wako na issues when it comes to their skin. Unatumianga nini? Unakunywa nini? Smoking, yeah, lack of water, drinking too much, and incorrect use of products. Hizo zote zinachangia kwa lifestyle yako. Hizo ni vitu ambavyo vinaharibu uso wa mtu. Tuna focus on genetics, whereby unaangalia mama yako alianza kuzeeka akiwa umri gani. Kama alianza kuzeeka akiwa umri ya 70, uko sawa. Yeah? That shows that genetically your skin will take long to age. Lakini kama alianza mapema 37, 40, then you need to use this age. So we are targeting people who have a concern with aging when it comes to their life. Unafaa kujipaka mafuta haya hadi shingoni, lakini hufai kujipaka kwenye sehemu ya macho kulikopakwa mafuta ya kando kando ya macho. Uzee na siku hizi umeanza kutafutiwa maarifa, kwani hakuna anayetaka kuzeeka, lakini kulingana na wataalamu wa urembo lazima uwe mwangalifu unapotafuta bidhaa hizi usije ukauharibu uso wako. Halima Gongo, NTV, Makale.